Burkina Faso imekana ripoti kuwa zaidi ya raia 1800 wameuawa tangu utawala wa kijeshi ulipochukua madaraka. Burkina Faso imesema kwamba kuna propaganda nyingi zinazoenezwa na watu wa magharibi ili tu kuona utawala wa sasa ambao umetangaza wazi hauhitaji demokrasia ukiwa na mambo mengi, hasa vifo vinavyoelezwa. Nchi hiyo imekataa ripoti iliyosema zaidi ya raia 1800 wameuawa katika vitendo vinavyofikia uhalifu dhidi ya ubinadamu katika kipindi cha miaka mitatu tangu Ibrahim Traore achukue madaraka. Serikali siku ya Jumapili iliita ripoti ya Human Rights Watch HRW kuwa ya uongo, ikipuuza matokeo hayo kama uvumi na madai makubwa yasiyokuwa na msingi. Ripoti hiyo ina kusudi moja tu, kuwadhalilisha wanajeshi wa nchi hiyo ambao wamekuwa wakipigania kwa utaalamu, taarifa yake iliongeza. Serikali imekana shutuma za awali kwamba vikosi vyao vimewaua raia wiki iliyopita. HRW ilihusisha mauaji mengi ya watu 1255 na wanamgambo wa shirika. Kundi la kutetea haki za binadamu liliwashutumu wanamgambo wa Kiislamu waliobaki. Takribani raia 1837 waliuawa katika matukio 57 kati ya Januari 2023 na Agasti mwaka 2025, wakiwemo watoto kadhaa, ripoti hiyo ilisema. HRW iligundua kuwa Rais Traore na makamanda 6 wakuu wa jeshi wanaweza kuwajibika kwa dhuluma kubwa na wanapaswa kuchunguzwa. Pia ilisema viongozi 5 wa jihad wanaweza kuwa na hatia. Moja ya sababu ambazo jeshi lilitoa kwa kunyakua madaraka ilikuwa ni kukabiliana na makundi ya jihad yenye uhusiano na Al-Qaeda ambayo yamekuwa yakifanya uasi nchini Burkina Faso na nchi jirani kwa zaidi ya muongo mmoja na kudhibiti sehemu kubwa ya taifa hilo. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo Burkina Faso imekuwa ikilizungumzia mara kwa mara ni kwamba kulikuwa na uwepo wa majeshi kutoka nchini Marekani, lakini pia kutoka nchini Ufaransa. Lakini uwepo wao ndio ambao ulizidisha uasi ndani ya nchi hiyo, na serikali ya Burkina Faso inaaminisha ulimwengu kwamba hata sasa angalau matukio ya mauaji yamepungua, lakini taarifa ambayo imetolewa na shirika la Human Rights Watch kwamba watu zaidi ya 1800 wameuawa ni kwamba taarifa hizo hazikuwa za kweli. Na Burkina Faso inasema kwamba ni taarifa za uzushi na taarifa za propaganda za kueneza uovu dhidi ya serikali. Burkina Faso imesema kwamba kwa muda mrefu tangu kuingia madarakani kwa rais wa sasa wa taifa hilo Bwana Ibrahim Traore, mataifa magharibi ambayo yametimuliwa yamekuwa kitafuta kila njia kuhakikisha wanauangusha utawala wa Burkina Faso. Utawala huo karibia mara 2 ulikosokoswa kuangushwa, na ni kupitia uasi ambao ulikuwa unaendelea katika taifa hilo kwa ajili ya kuangusha utawala wa Ibrahim Traore ambao hadi sasa umesema umejikita na ambao hadi sasa umesema utapambana kuhakikisha taifa hilo linakuwa taifa la amani na linakuwa taifa la maendeleo zaidi bila dhuluma kutoka kwa mataifa ya kigeni ambayo yanaendesha ukoloni mambo leo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.